Kwa majina naitwa wakili Levocatus Sedede na wawakilisha hawa wananchi katika shauri lao la jinai mbele ya mahakama ya wilaya ya Bagamoyo, shauri namba 18330 la mwaka 2025, ambapo wanakijiji hawa wakiongozwa na Bi Agnes Lupembe walimshtaki aliyekuwa diwani wa kata hiyo ya Mapinga katika eneo la Udindivu kwa maana ya kwamba walivamiwa katika maeneo yao wakiibiwa mali, lakini vile vile wakifanyiwa uharibifu na kupoteza vitu vingi vya thamani wakiwemo wanyama na ndege. Kwa hiyo sasa shauri hili ambalo ni maombi ya jinai likiwakilishwa na huyo Bi Agnes na wananchi hao unawaona leo liko linakuja kwa ajili ya kusomewa uamuzi mbele ya Mheshimiwa Maria, ambapo katika uamuzi wa leo mahakama ya wilaya ya Bagamoyo ilikuwa imejenga hoja moja kubwa kwamba kuhusiana na uhalali wa maombi haya. Sasa kuweka rekodi sawa, maombi haya yalikuwa yanahusiana na kile tunachokiita kwamba hawa wananchi wanaomba kuweza kufungua kesi ya jinai wakiwalalamikia hawa watu wanne ambao ni Yasini Ali Ngozoma, Dismas Chandika na watu wengine wawili, kwamba walifanya hicho walichokifanya ambao ni uhalifu na vinakuwa qualified katika makosa ya kijinai. Sasa katika maombi haya ambayo kitaalamu tunaita kama ni private prosecution katika hizi tunazoziita criminal cases, ambapo utaratibu umejulikanika, kesi zozote za kijinai huwa zinaendeshwa na ofisi ya DPP kwa niaba ya jamhuri. Na katika kesi hii sasa ambapo wananchi walileta maombi haya waendeshe wao bila kupitia DPP, ofisi ya DPP na bila kupitia mgongo wa jamhuri, wakilalamika kwamba walifungiwa njia zao za malalamiko yao, ambapo walipoenda kushtaki kwenye kituo cha polisi kidogo cha eneo hilo wanalokala Udindivu. Kwa hiyo sasa wakaomba waendeshe wao bila kupitia polisi, ambapo kiasili maombi ya namna hii kwanza nchini kwetu ni machache sana, sio mengi, lakini vile vile yana ugumu wake kwa namna ambavyo yalivyo, kwa sababu zoezi mara nyingi la kuchunguza kesi za kijinai, achilia mbali kwamba ni jeshi la polisi ndio linafanya huo uchunguzi na kufanya vitu vyovyote vile vinavyohusiana na kijinai ikiwemo ukusanyaji wa ushahidi, lakini vile vile ofisi ya waendesha mashtaka ambao ndio wamekuwa na jukumu la kuwasilisha mahakamani. Kwa sasa kuleta mahakamani bila kupitia huko kidogo njia yake inakuwa ni ngumu, na kwa sababu wenyewe walisema mwanzo hata katika kiapo cha pamoja walichokileta wananchi waliweka wazi kwamba sisi tunaleta hii kesi kwa sababu tumekosa ushirikiano. Sasa kilichokuwa kimetokea leo baada ya kujenga hoja zetu wiki iliyopita, ambapo wote wananchi nikiwawakilisha mimi na mawakili wengine, lakini vile vile kwa upande wa wajibu maombi na wenyewe wakiwasilishwa na mawakili wao, tulijenga hoja za kwamba kwa nini mahakama iruhusu wananchi hawa waendelee na kesi hii ya kijinai kuweza kupata haki yao bila kupitia hizo ofisi tulizozipita, na upande wa pili wakiweka wazi kwamba kwa nini mahakama isiruhusu kuweka hivyo. Sasa hakimu leo alichokifanya wakati wa kusoma uamuzi huo, ambapo alisema anausoma ile briefly tu kwa kiasi kidogo, sio sana, yeye alijikita katika hoja moja kubwa ya msingi, ambapo mheshimiwa akaweka wazi akasema ya kwamba yeye kwa niaba ya mhimili wa mahakama anahisi kwamba jeshi la polisi walipewa muda mchache wa kuweza kufanya uchunguzi, akiweka hoja kwamba matukio yanayotokea yanayolalamikiwa kutokea, tukio la wizi, tukio la uharibifu wa mali, lakini vile vile na tukio la uvamizi wa kijinai, kwamba lilitokea tarehe 21 Julai na wananchi walivyosema kwamba walienda tarehe 21 Julai, lakini kwa mujibu wa kiapo cha pamoja walichokileta, ambapo kesi ilikuja tarehe 28 Julai, kwamba ni wastani wa kama siku 7. Kwa hiyo mahakama yenyewe ikaona kwamba inahisi haukuwa muda toshelevu, yani yeye alitumia lugha anasema premature, kwamba ililetwa kwa walau polisi wangepewa nafasi. Kwa hiyo ikawa ni hoja kubwa, na mwisho mahakama ikaamua kuyatupilia mbali kwa kile ilichokiita kwamba muda wa polisi kufanya uchunguzi ulikuwa ni mdogo, na mwisho hakimu akasema kwamba pamoja na hayo kwamba
wananchi wanasema walifika polisi lakini hawakuweza kuwasilisha ushahidi wa kimaandishi. Lakini wakati wananchi wakitoa maelezo yao katika kesi ya awali ile, wakati wa usikilizwaji wa kesi ya msingi, walisema wazi kwamba hawakupata maelezo kwa sababu walizuiliwa kuanzia mlangoni wasiandikishe hata hayo maelezo yake. Kwa hiyo sasa uamuzi umesoma hivyo kwamba kulikuwa kuna nafasi finyu ya jeshi la polisi liweze kufanya uchunguzi, na wananchi wakati tumemaliza kesi, basi wao wameonyesha dhamira yao na nia yao ya kukata rufaa, ambapo wanategemea sasa Jumatano hii wataenda kubisha hodi tena Mahakama Kuu kwa ajili ya kuisaka ile haki yao. Kwa ndio hicho kilichokuwa kimetokea. Basi kama kuna kingine basi ni hayo. Sasa sijui kama kuna maswali au na kitu kingine chochote. Wananchi wamependekeza kwamba ndani ya wiki hii, lakini sana sana tunakusudia Jumatano tutakuwa Mahakama Kuu pale tukiendelea na mchakato wetu wa kupata haki. Kwa jina naitwa Agnes Ernest Lupembe. Kwa kweli tuna masikitiko makubwa kwa maamuzi ambayo imetolewa na mahakama hapa Bagamoyo, kwa sababu tarehe 21 kukiwa kuna wakazi wezetu, yani wananchi wezetu wakiwa wamekamatwa wako ndani, kwenda kuripoti kwamba kule tumevunjiwa, hatukusikilizwa wala kupokelewa wala kupewa nafasi ya kujieleza chochote zaidi ya kuambiwa tokeni hapa, tukaondoka. Hakuna msaada tuliopata katika ngazi zote. Tukaamua kuja mahakamani Bagamoyo kufungua kesi. Tulifungua kesi mahakamani Bagamoyo, tumevunjiwa nyumba, tumeibiwa magodoro, tumeibiwa vyombo, wameiba kuku mpaka mbwa. Kesi yetu tumeendesha mahakamani Bagamoyo, hatimaye leo hakimu anasema kwamba hatukukizi vigezo kwa sababu hatukutoa nafasi ya kutosha jeshi la polisi lifanye uchunguzi. Kwa hiyo wananchi kwa kweli tuna maumivu makubwa, na mpaka sasa hatuelewi kwamba tunapata msaada kutoka wapi. Tunaomba serikali ya Mama Samia, viongozi wote wa serikali wa ngazi ya juu watuangalie wananchi. Sisi tuko zaidi ya 900. Tunaishi pale, makazi yetu yalivunjwa, mpaka leo tumeegesha vibanda vya maturubai tunaishi pale. Kwa hiyo tunaomba serikali tuangalie, pia tunaomba mahakama hii tukufu ya Bagamoyo itupe uhuru wa kuweza kukata rufaa, tusonge mbele. Wananchi hatuna lingine la kuzungumza zaidi ya hilo. Kwa kweli tuna maumivu makali na tunashangaa mahakama kutuambia kwamba sisi hatuna haki, na wakati huo waliovunja hapa mahakamani walikiri kwamba kweli wamevunja kwa sababu wamiliki sio sisi. Wakati huo kesi ya ardhi iko Mahakama Kuu. Kwa hiyo tumeshindwa kuelewa nini tufanye. Tunaomba serikali tuangalie kwa jicho la pili.